Habari, karibuni sana kwenye mkutano wetu huu ambapo tuna mambo kadha wa kadha tungependa kuzungumza nanyi kuelekea katika mechi yetu ya tarehe 17 na mechi yetu ya tarehe 24, mechi tarehe 25, mechi ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwanza, awali ya yote, ningependa niwakumbushe ndugu zangu waandishi wa habari na kuwakumbusha Watanzania ya kwamba Simba tuko fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Ni vyema kila mmoja akaelewa status ya Simba hivi sasa. Simba ni mwana fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Tumefanikiwa kuingia fainali ambayo kwetu ni fainali yetu ya pili mara baada ya kufanikiwa kucheza fainali mwaka 1993. Baada ya kupita miaka mingi, hatimaye sasa mnyama amerejea tena kwenye fainali ya michuano ya CAF. Na safari hii tukicheza fainali hiyo na mpinzani aitwaye RS Berkane kutoka Berkane nchini Morocco. Kwenye kufika fainali hii, tuna kila sababu ya kumshukuru Rais na mwekezaji na mwenyekiti wa klabu ya Simba Mohamed Dewji Mo. Amefanya kazi kubwa sana, amepambana na amepigana vita kubwa kuhakikisha kwamba Simba inafika fainali ya kombe la shirikisho. Mohamed Dewji akiwa ni rais wa klabu ya Simba, mwenyekiti wa bodi ya wakurugenzi na mwekezaji wa klabu yetu, amefanya kila kinachowezekana ndani ya klabu yetu hususan msimu huu na kuhakikisha kwamba Simba anafika fainali ya kombe la shirikisho. Sisi wana Simba hatuna budi kumshukuru, hatuna budi kumpongeza, hatuna budi kuendelea kumwombea mema, aendelee kupambana, amalizie mkia ambao umebaki wa kuipa Simba ubingwa wa Afrika. Mengi amefanya, mengi anafanya na mengi atafanya, lakini tuendelee kumwombea dua, aendelee kuitumikia Simba kwa moyo aliokuwa nao. Sisi wana Simba hatuna cha kumlipa zaidi ya kumwombea kwa Mwenyezi Mungu ampe afya njema, aendelee kuimarisha uchumi wake na aendelee kudumisha mapenzi yake na Simba Sports Club. Mambo haya matatu yakiendelea kushamiri kwa Mohamed Dewji, ndiyo kushamiri kwa Simba Sports Club. Atakapokuwa na afya njema Mohamed Dewji, ndiyo afya njema ya Simba Sports Club. Uchumi wake ukizidi kuimarika, ndiyo uchumi wa Simba unazidi kuimarika. Mapenzi yake na Simba yakizidi kuongezeka, ndiyo Simba inazidi kufanya vizuri. Hivi wana Simba hatuna budi kumwombea dua kwa Mwenyezi Mungu Mohamed Dewji aendelee kuwa sawa sawa kwa maslahi mapana ya Simba Sports Club. Lakini hatuna budi vile vile kumpongeza na kumshukuru mwenyekiti wa klabu ya Simba kwa kazi kubwa ambayo ameifanya ya kuhakikisha Simba inafika fainali ya Afrika. Hapa namzungumzia Murtaza Mangungu. Msimu huu amejitoa sana, msimu huu amepambana sana, amekuwa bega kwa bega na Simba yake, ameilea Simba kama mtoto wake wa kumzaa mwenyewe, amekuwa akihakikisha kwamba anaifuatilia na kuisimamia Simba na kila hatua, na hatimaye hii leo Simba anakwenda kucheza fainali ya Afrika kwa nguvu na mapambano ambayo mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu ameyafanya. Yeye kwa kushirikiana na wajumbe wengine wa bodi ya wakurugenzi ya Simba Sports Club wamefanya kazi kubwa kuipeleka Simba hatua ya fainali. Wapo wengi ambao wamepigana vita hii, lakini hawa ndiyo machampion wetu ambao wamekaa mbele kwenye kutongoza vita hii, na hatimaye leo tumefika hatua ya fainali. Nimesema niaseme hayo ili tutambue mchango mkubwa ambao wa viongozi wetu wameifanya hadi kuifikisha Simba hapa tulikofika. Ndugu zanguni, kikosi kinataraji kuondoka kesho siku ya Jumanne ya tarehe 13
alfajiri ya saa 11 kuondoka Dar es Salaam kuelekea Morocco Casablanca. Ni safari ya masaa 7 kutoka Dar es Salaam mpaka Casablanca Morocco, na itakuwa ni safari ya moja kwa moja kutoka uwanja wa ndege wa Julius Nyerere moja kwa moja tunaangukia katika uwanja wa Casablanca Morocco. Tutakaa Casablanca kwa siku kadhaa kuanzia kesho tarehe 13, tarehe 14 na tarehe 15, tukifanya mazoezi pale katika mji wa Casablanca. Tarehe 15 kikosi cha Simba kitaondoka kutoka Casablanca kuelekea katika mji wa Ujda, ambao ni mwendo wa lisali moja kwa ndege kutoka Casablanca mpaka Ujda. Tutaelekea hapo, tutafika Ujda, tutakaa kwa muda wa siku 2, kwa maana ya 15 na 16. Tarehe 17 tutakwenda Berkane kwenda kucheza mchezo wetu dhidi ya wapinzani wetu. Kutoka Ujda mpaka Berkane ni mwendo wa nusu saa kwa basi. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukacheza mchezo wako ukarudi. Tukimaliza kucheza mechi yetu na Berkane tarehe 17 katika mji wa Berkane, tutanyanyuka moja kwa moja tarehe 17 hiyo hiyo kurejea nyumbani Tanzania kwa ajili ya kuja kuanza maandalizi ya mechi ya marudiano ambayo itapigwa tarehe 25. Usafiri wetu wa kutoka hapa kwenda kumfata mpinzani wetu umekuwa mwepesi sana safari hii kwa sababu ya msaada mkubwa ambao tumeupata kutoka serikalini baada ya Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan kutupatia ndege ya bure ya kutupeleka Morocco, kutusubiri na kuturudisha tena Tanzania kuja kuendelea na mambo mengine. Kama si ndege ya rais ambayo ameitoa, maana yake ingetulazimu Simba tutoke hapa masaa 5 mpaka Qatar, masaa 5 mpaka Dubai, au masaa 5 mpaka Uturuki. Baada hapo tusafiri tena masaa 3 kutoka Uturuki, Dubai ama Qatar kwenda mpaka Casablanca. Tungesafiri mwendo wa masaa 8, na hayo masaa 8 ni ya kukaa tu angani bado kusubiri ndege kutoka kituo moja kwenda kituo kingine. Lakini kwa ndege hii ambayo Mama Samia ametupatia Simba Sports Club bure, inatupa sisi uwepesi wa kusafiri na kwenda kutimiza majukumu yetu. Kwa hili hatuna budi Simba Sports Club kumshukuru, tena kumshukuru sana, tena kumshukuru pakubwa, tena kumshukuru mara 1,100,000 Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hili ametutendea kubwa mno, na sisi tunamwahidi hatutamwangusha. Ndege yake hatutapanda bure, tutamletea zawadi nzuri ambayo atafurahia maisha yake yote. Baada ya kumalizana na RS Berkane nyumbani kwake Berkane, Nyama atarejea Dar es Salaam kuja kuanza maandalizi ya mechi yetu ya tarehe 25 ambayo itakuwa ni mechi ya mwisho, mechi ya marudiano, na kombe litakuwepo Benjamin Mkapa. Katika mchezo huu wa fainali tunakwenda na kauli mbiu inayosema tunabeba. Hiyo ndiyo kauli mbiu yetu kuelekea katika mechi zetu ama mechi yetu ya fainali. Tunaposema tunabeba, tunamaanisha ubingwa wa Afrika. Safari hii Simba Sports Club tunabeba. Tulianzia kwenye tulianzia kwenye hii tunavuka robo finali, na watu hawakuamini kama kweli Simba anavuka, kwa sababu walishakariri maisha ya kwamba tunaishiaga robo finali. Lakini tukawaambia kwa kujiamini ya kwamba hii tunavuka. Tulipofika hatua ya nusu finali, wakasema shughuli yake imeshi hapa, huyu ni mtu wa fluke, hatoboi kwenda hatua ya finali.
tukawaambia hatuishii hapa. Baada ya kufanikiwa kuvuka nusu fainali na kuingia fainali yake, tunawaambia tena, tunaitangazia dunia ya kwamba hii tunabeba ubingwa wa Afrika 2025 Simba Sports Club. Tunabeba. Kila mwana Simba aichukue hiyo kuanzia sasa, kila mwana Simba aiweke moyoni hiyo kuanzia sasa, na kila mwana Simba aanze kufanya kazi kuanzia sasa kuhakikisha kwamba kombe hili tunabeba. Kumbukumbu mbaya ya mwaka 1993. Wapo ndugu zetu wengi ambao walipata madhara makubwa ya kisaikolojia, madhara makubwa ya moyo, madhara ya kila kitu baada ya Simba kupoteza fainali katika uwanja wa Uhuru, zamani uwanja wa Taifa. Wale wote ambao wameishi na mioyo hiyo yenye maumivu kutoka 93 mpaka hii leo, tunakwenda kuwafuta machozi rasmi tarehe 25 ya mwezi huu wa 5 katika dimba la Benjamin Mkapa. Na njia pekee ya kumfuta machozi mwana Simba aliyeumia mwaka 93 ni kumpa zawadi ya ubingwa wa safari hii. Tunafahamu ugumu wa mchezo huu, na ni vema kila mwana Simba akatambua ugumu uliopo mbele yetu. Mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye sio mpinzani wa kawaida hata kidogo. Hili kombe la shirikisho Berkane amechukua mara 2. Amecheza fainali mara 4 jumla. Maana yake ni kwamba huyu ni mzoefu katika eneo hili. Na hapa hatuzungumzii ubingwa ama fainali ya Berkane ya zamani kama yetu ya 93. Hapa tunazungumzia fainali au ubingwa ambao wameuchukua Berkane 2024, 2023, 2024. Berkane amechukua ubingwa. Berkane amecheza fainali. Kwa hiyo bado ni wa moto kweli kweli kwenye upande wa mafanikio ya soka barani Afrika. Huyo ndio aina ya mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye. Lakini hatuhofii rekodi yake wala ubora aliyokuwa nao. Sisi ni Simba Sports Club na tunasema hili tunabeba. Lakini haitakuwa ya kubeba kwa wepesi. Ni lazima tufanye kazi kubwa kweli kweli kuhakikisha ya kwamba tunachukua ubingwa wa Afrika. Katika hili nipende kusema ya kwamba hii ni vita yetu wote wana Simba. Hii sio ya Mohamed Dewji, sio ya Mangungu, sio ya Zubeda Sakuru, sio ya yoyote yule. Hii ni vita ya kila mwana Simba. Nyumbani kwako, hata kama una mtoto wa miaka 2 na unajua huyo mtoto anaipenda Simba, naye mshirikishe kwenye hii vita. Tuhakikisha kwamba kila mwana Simba anashiriki kikamilifu kwenye hii vita. Tunakwenda kuchukua ubingwa safari hii. Na niseme wazi kwamba kumekuwa na tabia mwana Simba anakuambia, anakupigia simu, jamani hii mechi ngumu, viongozi pambaneni. Mechi hii ni ngumu, tupambane wote. Usimsukumie kazi kiongozi. Kila mwana Simba kwenye eneo lake akapambane anavyoweza kupambana. Simba tufanikiwe kuchukua ubingwa wa Afrika. Hiko ndo kitu pekee ambacho ningependa kuwaambia wana Simba hii leo. Twendeni vitani, twendeni tukapambane, twendeni tukahangaike, twendeni tukafanye kila tunachoweza kufanya tuchukue ubingwa wa Afrika hii. Nafahamu wana Simba tuna uwezo mkubwa wa kupambana kuchukua huu ubingwa, lakini mapambano uliyofanya tukamtoa Al-Masri, uliyofanya tukamtoa Stellenbosch, tuzidishe mara 10,000 yake kuelekea kwenye mechi yetu dhidi ya RS Berkane. Tunataka ubingwa. Hatuko tayari kwa mara ya pili kwa namna yeyote ile. Kombe liko uwanjani Benjamin Mkapa. Kombe hili akaondoka nalo Mwarabu. Hili ni jambo ambalo Simba hatuko tayari kwa namna yeyote ile.
hatuko tayari. Tumekaa pale sisi mashabiki 60,000. Filimbi ya mwisho ya mwamuzi inapulizwa, anakwenda kukabidhiwa ubingwa RS Berkane. Hii yatakuwa ni matusi makubwa mno. Ilifanyika 93, haipaswi kujirudia mwaka 2025. Tunataka kwenye kutoa medali pale sisi tu wa mwisho kwenye kuvishwa medali, maana mshindi wa pili anakuwa wa kwanza kuvaa medali. Tunataka hiyo tarehe 25 sisi tu wa mwisho aanze kuvishwa medali Berkane ambaye ni mshindi wa pili. Baada hapo aje mnyama kuja kuvishwa medali. Kuna kuaga na medali za aina mbili, kuna medali ya shaba na medali ya dhahabu. Tarehe 25 sisi tunataka kuvaa medali ya dhahabu, na hili sio jambo la kitoto, ni jambo kubwa, ni jambo zito, ni jambo linalohitaji commitment ya 100% na zaidi ya kila mwana Simba. Kuanzia hivi sasa kila mwana Simba aanze mapambano, na kwa kuanza hilo, kuanzia hivi sasa mwana Simba ni marufuku kuzungumza chochote kisichohusiana na fainali. Kama umechagua kujadiliana mpira kwenye kijiwe chenu, kwenye grupu lenu, kwenye tawi lenu, mazungumzo yetu wana Simba yawe ni mazungumzo yanayohusiana na fainali ya tarehe 17 na tarehe 25. Mazungumzo mengine ya aina yeyote ile wana Simba tuachane nayo. Huko sio sehemu yetu kwa hivi sasa. Sisi sehemu yetu ni fainali. Tuwaache wengine wazungumze huko kwa sababu ndiko walipo. Sisi hivi sasa hatupo kwenye fainali. Na kwenye magrupu yetu, mtu yote akianzisha mada isiyohusiana na fainali, admini ondoa huyo mtu, removusha huyo mtu. Wabaki wana Simba ambao wanajadili fainali. Kwenye kijiwe chetu, kwenye tawi letu, mtu anakuja na agenda tarehe 15 mwezi 6, huyo mtu ni wa kufukuza. Sisi tunajadili fainali ya Afrika. Tukisha malizana na Berkane tarehe 25, tutakuja tuanze mijadala mingine kuhusiana na mechi zetu 4 za mwisho za ligi kuu ya NBC. Lakini kwa sasa mada yetu, mazungumzo yetu ni fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kuelekea katika mchezo wetu hapa nyumbani tarehe 25. Kwanza tunataka kuifanya fainali yetu kuwa fainali yenye hadhi kubwa zaidi kuliko fainali zote za kombe la shirikisho ambazo zimewahi kutokea na zimewahi kufanyika. Na mwaka huu niwaambie kitu kimoja ndugu zangu waandishi wa habari, fainali ya kombe la shirikisho na fainali ya ligi ya mabingwa, tunataka fainali ya kombe la shirikisho iwe na mvuto zaidi nje ya uwanja kuliko fainali ya ligi ya mabingwa Afrika. Na hii inawezekana kwa sababu walioingia fainali ya ligi ya mabingwa Afrika pamoja na ubora wao wa kiufundi, lakini hawana watu nje ya uwanja kwa maana ya mashabiki. Mamelodi wako wenyewe tu na Pyramids na wenyewe wako wenyewe tu, hawana mashabiki. RS Berkane ina mashabiki wengi katika mji wa Berkane, na Simba Sports Club tuna mashabiki wengi Tanzania na Afrika kwa ujumla. Kwa hiyo tunataka kupiga kelele kuhakikisha ya kwamba mechi yetu hii inakuwa na mvuto mkubwa zaidi kimasoko, inakuwa na brandi kubwa zaidi, inakuwa ni mechi ambayo inazungumzwa zaidi kutokana na ukubwa wa matukio ambayo tutayafanya. Lakini kama haitoshi, mwaka juzi imechezwa fainali hapa Tanzania ya kombe la shirikisho ambayo ilikuwa ni fainali ya fainali dhalili kuwahi kutokea barani Afrika. Fainali ya kiwango duni sana kuwahi kutokea barani Afrika. Fainali ambayo haikuwa na mvuto wa aina yeyote ile. Fainali ya kidhalili mno kuwahi kutokea. Kwa nini ya kidhalili? Kwa sababu fainali hile watu waliingia bure uwanjani. Hauwezekani kwenye mechi kubwa ya mwisho ya kimaamuzi, mechi ya fainali, watu wakaingia bure uwanjani.
Huo ni udhalilishaji wa mpira wa kiwango cha hali ya juu mno. Wapo watu ambao wamepoteza maisha kutokana na fainali ile. Wapo watu ambao wamepoteza viungo vyao vya mwili kwa fainali ile, na wapo watu ambao wamepoteza mali zao kwa fainali ile. Simba Sports Club tunataka kufanya fainali yenye hadhi ya hali ya juu mno, fainali bora kuwahi kutokea barani. Na hayo ni mambo ambayo sisi tunayamudu na tunayaweza kweli kweli, na tutakwenda kuyafanya katika fainali yetu hii. Ndugu zanguni, fainali ndiyo top climax ya mashindano yoyote ile. Kwa hiyo fainali yetu hii dhidi ya Berkane, tangazo asante. Fainali yetu hii ni fainali ambayo tunataka kuifanya hivyo kuwa ni fainali yenye hadhi kubwa. Kuelekea katika mchezo huu, mechi yetu ya tarehe 25, viingilio tunavitangaza hii leo na tiketi zitaanza kuuzwa hii leo. Tutakaporejea kutoka Morocco, tutaingia moja kwa moja kwenye hamasa kuhusiana na kupiga promo ya uuzaji wa tiketi hizi. Lakini ningependa kushauri na ningependa kuwakumbusha na ningependa kuwahimiza na kuwasisitiza wana Simba, tununue tiketi zetu mapema. Hii ni fainali. Hii ni aina ya matukio ambayo hayajirudii mara kwa mara. Japo mwakani tutacheza tena fainali ya Afrika, lakini haitakuwa tamu kama hii ambayo tumeisubiri kwa miaka 32. Fainali ya mwakani itakuwa ni back to back, haitakuwa na raha kama fainali ambayo tunakwenda kucheza hii leo. Kwa wana Simba, nunua tiketi yako mapema ili tarehe 25 liwe ni jambo la kuingia tu uwanjani kwenda kuishangilia Simba yako. Viingilio katika mchezo wetu wa tarehe 25. Na jambo nyingine la kusisitiza hapa, wala huna sababu ya kusubiri kuangalia ama kupima matokeo ya Simba na Berkane mechi ya kwanza yatakuwaje. Hiyo wala wewe usiangalie, sababu vyovyote itakavyokuwa, wewe una wajibu wa kuja uwanjani tarehe 25 kuja kuandika historia ya kwamba ulikuwepo katika fainali ya mwaka 2025. Lakini vyovyote itakavyokuwa, mnyama atakuja kufanya umafia mkubwa katika mechi ya marudiano tarehe 25. Mzunguko itakuwa ni shilingi 7,000. Ukiangalia mechi zetu zote za CAF, mzunguko ilikuwa ni shilingi 5,000. Hii ni mechi ya fainali, tumeongeza mzunguko ni shilingi 7,000, ambao bado ni ndogo mno kwa hadhi ya Simba na kwa hadhi ya mchezo wenyewe. Wana Simba, tukanunue mzunguko. VIPC itakuwa ni shilingi 20,000, tuko pale pale. VIPB itakuwa ni shilingi 30,000, bado na yenyewe ni pale pale. Ni viingilio ambavyo kila mtu anaweza kumudu. Platinum ile ya matajiri itakuwa shilingi 250,000. Anayehitaji platinum ana dakika zisizopungua 60 kupiga simu, kuweka oda na kununua tiketi zake. Kabla hatujatangaza platinum hii leo, tayari wale watu regular wa platinum walishaanza kuulizia, kuweka oda na wengine kulipia. Kwa hiyo yote ambaye anahitaji platinum, muda wa kununua platinum yake ikiisha leo, atambua kwamba platinum itakuwa zimemalizika. Hatutakuwa na Tanzanite kwa maana lile eneo la VVIP, kwa sababu kuna wageni wengi kutoka FIFA na wageni wengi kutoka CAF wanakuja kwa ajili ya mchezo huu. Kwa lile eneo hakutakuwa na siti za kuuza. Lakini vile vile hatutakuwa na daraja la VIPA kwa sababu baadhi ya wageni wa CAF watakuja kukaa katika eneo la VIPA, na hao ni maelekezo ambayo wametupa wakubwa zetu.
Hivyo basi wale wanangu wa VIPA tuhamie VIP B ama VIP C. Tunaombeni radhi sana wale ambao wamezoea kukaa VIPA, hasa kundi la wakali wa VIPA. Tuombe radhi tu ya kwamba kutokana na sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu hatutauza daraja la VIPA, na badala yake siti hizo ni maalum zimetengwa kwa ajili ya wageni kutoka CAF ambao wanakuja kwenye mechi yetu ya tarehe 25. Huo ndio upande wa tiketi na zinaanza kuuzwa kuanzia sasa. Lakini vile vile tunazungumza na wenzetu wa NCAD kuweka wauza tiketi kwenye kila maeneo ambayo sisi tunaona maeneo ambayo hayana wauzaji wengi wa tiketi. Kwa mfano, tunazungumza na NCAD ukanda wa Tabata tuwe na wakala mmoja ambaye anauza tiketi, na tukishamaliza mazungumzo hayo tutawaambia Tabata ni sehemu gani kuna watu wanauza tiketi. Eneo la kuanzia Jangwani, Kigogo, Magomeni, Kinondoni, Manzese tunaweka wakala mmoja wa kuuza tiketi katika eneo moja wapo hapo. Inaweza ikawa ni Magomeni pale center, watu wote wa maeneo hayo wakaenda kununua tiketi hapo. Kuanzia Mwenge, Makumbusho, kwenda mpaka Boko Bunju, vile vile tutaweka wakala mmoja wa tiketi katika eneo la Tegeta ili aweze kuwahudumia watu wa ukanda huo. Kwa hiyo tutasambaza mawakala wa tiketi, ukiachilia mbali vile vituo vyetu vya siku zote vya kawaida, lakini tutasambaza mawakala wa tiketi kona mbali za Dar es Salaam ili waweze kununua tiketi zao kwa urahisi. Mtu wa Bunju huna sababu tena ya kufunga safari na kuja mjini kuja kununua tiketi. Tiketi yako utainunua Tegeta, utarudi Bunju ama Boko kuendelea na maisha yako. Kwa hiyo baada ya kukamilisha mazungumzo haya na wenzetu wa NCAD, tutakuja kuwatangazia mawakala wapya ambao tutakuwa tumewaweka katika maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuuza tiketi. Kuelekea katika mchezo wetu huu, kama kawaida yetu, tutakuwa na hamasa na jambo moja ningependa kusisitiza. Tiketi ni shilingi 7,000 kwa maana ya mzunguko. Kadi ya NCAD ni shilingi 2,000. Ili ni muhimu mno tukaelewana. Wapo watu wasiokuwa na uadilifu huwa wanaongeza bei ya kadi. Ni watangazie wana Simba ya kwamba utakapokuta mtu ameongeza bei ya kadi, fanya mawasiliano tuweze kumzuia huyo mtu kufanya vitendo viovu kama hivyo. Katika mechi yetu hii tunataka kuona wana Simba hawapati usumbufu wa aina yeyote ile katika kununua tiketi zao. Lakini jambo la msingi ningependa kusisitiza, hii ni finali ina mvuto mkubwa. Hapa ninapozungumza nanyi wapo wageni wengi kutoka mataifa mbalimbali wanakuja kwa ajili ya mchezo huu. Kuna watu wanafunga safari hivi sasa kutoka Marekani kuja kuona Simba hii. Kuna watu wanafunga safari kutoka Ulaya zote wanakuja kuona finali hii. Wewe mwana